Mambo ni vipi watu wangu wa nguvu? I hope mko poa kabisa. Leo tunaanzia kwenye msikiti wa kijiji. Tunamwona mzee mmoja akiwa amebebelea maiti na kuifikisha msikitini ili kusaliwa kwa ajili ya mazishi. Cha ajabu anaambiwa maiti hiyo haiwezi kusaliwa na hakuna mwanakijiji yoyote anayeruhusiwa kuhudhuria mazishi ya maiti hiyo. Patamu hapo. Kuna story gani hapa? Na kusii kaa kwa kutulia na unisikilize kwa makini mwanzo mpaka mwisho wa kisa hichi cha kusisimua. Ni mimi wako Mr. Movie, The Pressing Voice. Okay, tuanze. Ni kwenye kijiji kimoja huko nchini India, ikiwa ni usiku wa manane. Tunamwona bidada mmoja kwa jina la Aisha. Bidada Aisha anaishi na mzazi mmoja ambaye ni baba yake. Mama yake amekwisha fariki miaka mingi iliyopita. Usiku huu tunamwona akijipamba kweli kweli kwa vipodozi na shedo kama zote. Kisha anatoka chumbani na kuelekea moja kwa moja barazani ambapo baba yake mzazi ndipo alipokuwa amejipumzisha. Baada ya kufika pale, anamtizama baba yake kwa huzuni, kisha anachukua baraka kwa kumshika miguu na kuondoka kuelekea nje. Anafika nje ikiwa ni katikati ya giza nene, ni milio ya bundi tu ndio ilikuwa ikiendelea kusikika. Dada Aisha anaanza safari ya kuondoka kwao na moja kwa moja anafika mpaka kwenye mti mmoja mkubwa. Anatoa kamba na kuifunga kisawasawa, mwisho anatengeneza kitanzi na kujinyonga. Subhanallah. Tunatoka huko tunakuja upande wa pili, tunaiona familia nyingine akiwa ni baba na mtoto wakiwa wamejipumzisha. Muda kidogo inasikika sauti ya adhana kwa ajili ya swala ya asubuhi. Baba anaamka na kuanza kumwamsha mtoto wake. Mudriki mwanangu, amka mwanangu, jiandae tukaswali swala ya asubuhi. Sawa baba, naomba nilae japo kidogo nitaamka. Hapana, hebu amka. Basi wanasumbuana pale, mwisho wanaenda kusali. Ni asubuhi ya siku nyingine kijijini hapo, ikiwa ni maeneo ya madrasa, sehemu ambayo watu wanakwenda kujifunzia elimu ya dini ya Kiislamu. Tunamwona ustazi akiendelea kuwafundisha watoto Qur'an tukufu na kwa anayeleta mchezo anamshughulikia barabara. Upande wa pili huku tunamwona Mudrik akipelekwa wangu na baba yake ili kuelekea madrasa. Twende madrasa huko. Lakini baba, mimi na usingizi. We, hakuna cha usingizi wala nini hapa. Lazima uende madrasa leo, utoro tu. Basi wanavutana pale, wanafika mpaka madrasa. Baba anamfikisha mtoto na kumwamuru aingie madrasa akasome, kisha anaondoka. Kabwana mdogo Mudrik baada ya kuona ustazi kasinzia, akaanza kunyata mdogo ili kuingia madrasa. Kidogo ustazi anashtuka. We Mudrik, wewe kila siku nikuchelewa, una shida gani wewe? Samahani ustazi, nilipitwa na usingizi. Subhanallah. Wewe mtoto, hebu acha janja haya pale. Na leo adhabu yako utasoma ukiwa umesimama. Na nyie nao ni umbea tu, wewe muendeleeni kusoma. Basi kabwana mdogo Mudrik kanasogea na kusimama kalipoambiwa. Anapiga jicho mbele yake uso kwa uso na binti mmoja aitwaye Rahma, ambaye ni binti wa tajiri mmoja hapo kijijini, ni furuku kwenye zana tu. Ida baadaye tunaona na kijiji wa kutosha wakiwa wamekusanyika kwenye mti ule ambao bidada Aisha alijinyonga usiku wa kuamkia siku hiyo. Mudrik pamoja na Rahma nao walikuwepo eneo la tukio, huku minongono hapa na pale tunasikia ikiendelea. Ya Rabbi, aibu gani binti huyu anatuletea katika kijiji chetu jamani? Wazazi wengine bana wanashindwa kuwa makini. Maskini ya Mungu, mpaka binti huyu kajinyonga. Sio kimemsibu nini jamani? Huyu alisema hili na yule akasema lile kama ilivyo kawaida binadamu. Huku baba yake Aisha ni kulia tu kwa kumpoteza binti yake kipenzi. Baada ya muda maaskari wanatokea na kuushusha mwili ule. Baadaye kidogo babake Aisha anakwenda kuchukua kibali kituo cha polisi kwa ajili ya kuchukua mwili wa bintiye ili ukazikwe. Anafanikiwa na mwisho anachukua mwili wa bintiye na kuanza kusafirisha kwa usafiri wa boti ili ukasaliwe kwenye msikiti wa kijiji hicho kabla ya kuzikwa, kama ilivyo desturi ya dini ya Kiislamu. Babake Aisha anafanikiwa kufika kwenye msikiti ule na nje anakutana na ustazi akiwa na waumini wengine na mazungumzo hapa na pale tunaona akiendelea. Astaghfirullah, hebu oneni aibu gani anataka kutuletea tena hapa? Dini yetu hairuhusu mtu yote alijua mwenyewe maiti yake kusaliwa. Ostaz, utakuwa unanilaumu tu mimi bure. Nilikuwa nimejipumzisha ndani na yote yalikuwa yakifanyika nilikuwa sijui chochote. Nachoomba tu binti yangu asaliwe ili nikapate kuustiri mwili wake jamani. La haula wala quwata. Hebu msikieni huyu, imekatazwa na ni haramu kumsalia mtu kama huyo. Au mnasemaje waumini wenzangu? Ni kuitikia tu sawa kabisa sawa. Jamani, sasa mnategemea mimi nifanyaje? Utajua mwenyewe. Hatuna cha kukusaidia hapa. Na sasa kwa taarifa yako, hakuna atakayeweza kusalia maiti ya binti yako. Na sio hivyo tu, pia hakuna mwanakijiji anayeruhusiwa kushiriki mazishi yake. Haya sasa, haraka kamata maiti yako na uondoke hapa. Basi mzee yule kwa huzuni taratibu anainama na kuibeba maiti ya binti yake na kuondoka. Huku upande wa pili bwana mdogo Mudrik alikuwa akishuhudia yote yale kupitia dirisha la madrasa. Basi mzee yule anatembea na maiti ya binti yake ili kwenda kuizika, huku wanakijiji wote wakiwa wamegoma kushiriki mazishi naye. Kwani kwa sheria dini ya Kiislamu mtu yote anajikatisha uhai wake kabla ya siku zake kufika, yani kujiua, maiti yake hairuhusiwi kusaliwa. Mzee ni Muislamu, atafanyaje sasa? Chako ni chako, lazima ukipambanie. Basi mzee yule baada ya mwendo mrefu anafika sehemu moja hivi ya uwazi na kuitoa maiti ile, huku akianza kuchimba shimo la kaburi kwa niaba ya kustiri mwili ule. Baada ya kumaliza kuchimba, anajiandaa na kuanza kuisalia mwenyewe maiti ile.
Wakati anasali mzee yule, basi bwana mdogo Mudrik nako akafika eneo lile na kuanza kushiriki ibada ile. Licha ya Mudrik kwao kuwa maskini, ila baba yake alimfunza vyema juu ya swala zima la upendo na kujaliana na watu. Baada ya ibada ile, mzee yule alishangazwa sana baada ya kugeuka na kumuona kijana Mudrik. Kwa upendo alioonyesha, hawana undugu wowote wala ukoo wowote. Isitoshe kijiji kizima wamemtenga, ila bwana mdogo huyu amejitokeza na kushiriki naye mazishi. Kwa kweli alifurahi sana. Baada ya hapo anapiga magoti na mzee yule anaanza kumsalia binti yake swala ya toba. Ya Allah, ya Allah, naomba umpunguzie mja wako adhabu ya kaburi na ahera, sote ni wakosefu. Ya Allah, Mungu uliotukuka, naomba umstiri binti yangu kipenzi kuendako. Najua amekugazibisha, la wewe ni Mungu wa hekima na mwenye kusamehe. Baada ya kumaliza sala ile ya toba, mwisho wanauzika mwili ule. Ni siku inayofuata, tunamwona bwana mdogo Mudrik na Rahma baada ya kutoka madrasa wanapita mtoni na kuanza kuoga huku akitupiana maji, basi inakuwa ni furaha pale baina yao. Baada kidogo Mudrik kumwangalia Rahma vizuri shingoni, cheni aliyokuwa ameivaa haionekani. We Rahma, we cheni yako iko wapi? Rahma anashtuka pale. Mama yangu, nitapigwa mimi. Wanaanza kuitafuta pale bila mafanikio. Wakicheki time muda umetembea hatari, jioni ndio hiyo inaingia. Mudrik anamwambia, tufanye hivi, wewe nenda nyumbani, mimi nitabaki na itafuta. Nikifanikiwa kuipata nitakuletea, usijali, sawa? Anajibu sawa na kuondoka. Ukija nyumbani kwa kina Rahma, wanaanza kuulizana pale, Rahma mpaka saa hizi atakuwa wapi? Wanashindwa kupata majibu. Muda kidogo Rahma anafanikiwa kufika nyumbani akiwa amelewa chepe chepe. Ili anaingia tu anakutana na sura ya mama yake, baba yake, kaka yake pamoja na bibi yake wakimtazama. Baba haraka anamsogelea binti yake na kumuuliza, Rahma binti yangu, ulikuwa wapi muda wote huu? Na mbona umeloa? Nilikuwa natoka madrasa nikateleza kwenye maji. Muda kidogo bibi yake anamwangalia vizuri shingoni na kumuuliza, cheni yako iko wapi? Rahma anajibu, nimepotea bibi. Baba anaanza kumfokea pale. Bibi anatokea na kumkingia kifua mbele mjukuu wake. Hebu acha kumkaripia mtoto. Unaona yupo kwenye hali kama hii afu bado unaanza kumgombeza. Haya twende ndani mjukuu wangu. Tukija upande wa pili, bwana mdogo Mudrik ni kuisakanya cheni mpaka basi. Mwisho anafanikiwa kuipata. Basi ni kurukaruka huko akiimba, nimeipata cheni oh cheni, cheni hiyo cheni oh cheni. Yote ikiwa ni furaha tu kuipata cheni. Tukija mida ya night, kwa bwana mdogo Mudrik kanapanda ukuta nyumbani kwa kina Rahma na mdogo kananyata kuelekea kwenye dirisha la chumba cha Rahma. Kanafanikiwa kufika na kukuta Rahma akijisomea. Rahma anashtuka pale. Mudrik, unafanya nini saa hizi usiku? Wewe uogopi? Nimekuletea zawadi hii hapa, chukua. Basi Rahma anaichukua. Huyo hapa ni mimi na huyo hapa ni wewe. Tukiwa wakubwa nataka nije nikuoe. Basi kabibie Rahma ni kucheka. Afu kabla sijasahau, cheni yako hii hapa niliipata, nimekuletea, chukua. Ile kabla hajampatia inasikika sauti ya baba yake Rahma. We Rahma, wewe unaongea na nani huko? Kwa bahati mbaya bwana mdogo Mudrik kwa uoga adondokea uani kwa kina Rahma. Toba mwe. Baba yake Rahma alikuwa akijisomea gazeti, anaamka alipoketi baada ya kusikia kishindo uani. Kuja kucheki hivi anamkuta ni Mudrik. We kijana, unafuata nini kwenye chumba cha binti yangu? Kuangalia kwenye mkono wake hivi kashika cheni. We, hii cheni ya binti yangu umeitoa wapi? We ni mwizi? Hapana, mimi sio mwizi. We Rahma, we baba, hii cheni yako? Ndio baba. Huyu kijana ni mwizi. Basi kaka yake Rahma kwa jina la Sultani anaagizwa alete bakora ya kumwadhibu Mudrik. Mwisho anaenda kuchukua na kumpatia baba yake. Ilikuwa ni mnyororo wa chuma bana. Basi babake Rahma anaanza kumwadhibu Mudrik kipigo cha hatari, huku bibi Rahma ni kulia tu. Upande wa pili kaka yake Sultani fulu kutia chumvi ya maneno. Baba mpige mwizi kabisa huyo, piga hilo ni mwizi. Muda kidogo bibi yake Rahma anatoka nje na kuamuru kijana yule aachiwe. Basi wanamwachia huku akiwa amepigika kweli kweli. Taratibu anaondoka akitetemea kuelekea kwao. Baada ya kichapo kikali cha Kiyahudi alichopokea bwana mdogo Mudrik, asubuhi ya siku inayofuata baba yake anaamka na kuanza kumhoji mtoto wake kujua nini kimemsibu. Mtoto wangu, kimekusibu nini? Mudrik anasema, baba, kwani mimi kosa langu liko wapi? Kumpelekea Rahma cheni yake aliyopoteza au nimefanya vibaya? Hapana kijana wangu, hao ndio walimwengu, tenda wema nenda zako. Mwanangu, ila usijali, utakuwa sawa tu. Ngoja nikaandae maji ndani nije nikukande. Basi anaondoka pale. Muda kidogo kabibia Rahma kanafika pale na kuanza kumuita. Mudi. Mudrik anamtizama pale kwa jicho kali. Mudi, nimekuja kukuomba msamaha juu ya kile kilichotokea nyumbani. Kuniomba msamaha? Sina shida na msamaha wako, naomba urudi huko kwenu na tusijuane kabisa. Kwa kwenu matajiri ndio mtunyanyase sisi maskini. Tena naomba uondoke haraka kabla sijakubadilikia hapa. Ondoka. Rahma kwa upole anasema, naondoka. Ondoka na nisikone tena hapa, nikikuona na kukata miguu yako. Basi urafiki wa Rahma na Mudrik unakuwa umeingia dosari tayari. Unafikiri kitaendelea nini?
nakusii usikose nafasi inayofuata, na ndio kwanza tunaanza. Ni bonge moja la story, ni bonge moja la movie. See you next time, bye bye.